Maneno makali kutoka kwa wakili wa Chadema yamemuumbua vibaya Samia Suluhu mbele ya umma. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Taarifa kwamba mwanasheria mkuu wa Chadema Daktari Rugemeleza Nshala ametimiza miaka 30 tangu kuapishwa kuwa wakili wa Mahakama Kuu ya Tanzania haipaswi kuwa habari ya sherehe pekee. Ni tukio linalobeba uzito mkubwa wa kisiasa, kikatiba na kihistoria, na ndani ya kumbukumbu hiyo ya kitaaluma kuna ushuhuda mzito unaofichua safari ya haki ndani ya dola ambalo polepole limekuwa likipoteza mwelekeo wa utawala wa sheria. Miaka 30 si idadi tu, ni kipindi kilichoshuhudia mabadiliko ya utawala, mabadiliko ya sera na zaidi ya yote, mabadiliko ya jinsi sheria inavyotumiwa kutoka kuwa ngao ya raia hadi kuwa silaha ya mamlaka. Disemba 15 mwaka 1995 ulikuwa mwaka wa mpito mkubwa katika historia ya Tanzania. Taifa lilikuwa linaingia kwenye chaguzi za kwanza za vyama vingi baada ya miongo ya mifumo wa chama kimoja. Ndani mazingira hayo, Daktari Rugemeleza Nshala aliapishwa kuwa wakili wa Mahakama Kuu na mahakama zilizo chini yake na jaji mkuu wa wakati huo Francis Nyalali. Jina la Nyalali lenyewe linabeba alama nzito ya historia ya mageuzi ya kikatiba, likikumbukwa kwa tume ya Nyalali iliyoweka msingi wa mfumo wa vyama vingi na mjadala mpana wa haki na demokrasia. Kuapishwa kwa wakili katika kipindi hicho hakukuwa tukio la kawaida la kitaaluma. Kulikuwa sehemu ya kizazi cha wanasheria waliotarajiwa kulinda misingi mipya ya kikatiba, uhuru wa mahakama na haki za kiraia katika mfumo uliokuwa bado unajifunza demokrasia ya ushindani. Katika safari yake ya miaka 30, Daktari Nshala ameshuhudia kwa vitendo jinsi sheria inavyoweza kuwa chombo cha ukombozi inapotekelezwa kwa haki. Mahakama huru, mawakili jasiri na taratibu zinazoheshimiwa huwezesha raia kusimama mbele ya dola bila hofu. Huu ndio msingi wa dhana ya utawala wa sheria ambayo Tanzania iliahidi kujenga baada ya mageuzi ya kisiasa ya miaka 1990. Na katika miaka ya mwanzo ya mfumo wa vyama vingi kulikuwa na matumaini kwamba mihimili ya dola, mahakama, bunge na serikali ingeweza kusawazishana na kuzuia matumizi mabaya ya madaraka. Hata kama changamoto zilikuwepo, kulikuwa na angalau muonekano wa jitihada za kulinda uhuru wa mahakama na taaluma ya uwakili. Kadri miaka ilivyosonga, ushuhuda kutoka ndani ya mahakama ulianza kubeba taswira tofauti. Pale haki inapopindishwa, sheria hugeuka kutoka kuwa kinga ya wanyonge na kuwa chombo cha unyanyasaji. Huu sio mtazamo wa nadharia, bali uzoefu wa miongo mitatu wa mtu aliyesimama mahakamani akitetea raia, wanaharakati, wanasiasa wa upinzani na waathirika wa dola. Kuanzia kukamatwa kiholela, kesi za kisiasa, ucheleweshaji wa haki, hadi matumizi ya vyombo vya dola kuwatisha mawakili na wateja wao, mfumo ulianza kuonyesha dalili za kupoteza mizani. Sheria haikuvunjwa kwa bahati mbaya, ilipindishwa kwa makusudi ili kutumikia maslahi ya kisiasa na kudhibiti upinzani. Moja ya masuala mazito zaidi yanayoibuliwa katika kumbukumbu hii ya miaka 30 ni hali ya uhuru wa mahakama. Kikatiba, mahakama inapaswa kuwa muhimili huru, usiolinganishwa ama usioingiliwa na serikali. Kiuhalisia, shinikizo la muhimili wa utendaji limekuwa likiongezeka kwa kasi, hasa katika kipindi cha miaka ya karibuni. Ushawishi wa kisiasa katika uteuzi, uhamisho na mazingira ya kazi ya majaji na mahakimu umeathiri imani ya umma, na kesi zenye maslahi ya kisiasa zimekuwa kipimo cha uhuru wa mahakama, na mara nyingi matokeo yake yameacha maswali mazito kuhusu haki, uwiano na ujasiri wa kimahakama. Chanzo kikubwa cha matatizo haya kimekuwa katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Katiba hii iliyoundwa katika mazingira ya chama kimoja imeendelea kutumika licha ya mabadiliko makubwa ya kisiasa na kijamii. Imejengewa uwezo mkubwa muhimili wa utendaji, huku ukiacha mahakama na bunge zikiwa na udhaifu wa kimuundo.
Ndani ya miaka 30 ya uwakili imekuwa wazi kwamba marekebisho madogo hayatoshi. Mfumo mzima unahitaji kuandikwa upya ili kurejesha uwiano wa madaraka, kuimarisha uhuru wa mahakama na kulinda haki za msingi bila kutegemea nia njema ya walioko madarakani. Kama mwanasheria mkuu wa Chadema, Daktari Nshala amekuwa mstari wa mbele katika kesi nyingi zenye mguso wa kisiasa. Nafasi hii imemweka katikati ya mapambano kati ya dola na upinzani, mapambano ambayo mara nyingi yamechezwa ndani ya kumbi za mahakama. Hapa ndipo wakili unapogeuka kuwa harakati na taaluma inapobeba gharama binafsi. Historia ya siasa za Tanzania tangu kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi imejaa mifano ya wanasheria na wanaharakati waliolipa gharama kwa kusimama haki. Kukamatwa, vitisho na kampeni za kuchafua majina zimekuwa sehemu ya mazingira ya kazi, ishara kwamba mfumo unahisi tishio pale sheria inapodaiwa itumike kwa usawa. Na katika Afrika Mashariki, mjadala wa utawala wa sheria umeendelea kuwa kipimo cha uhalali wa kisiasa. Mashirika ya haki za binadamu, wafadhili wa maendeleo na jumuiya za kikanda zimekuwa zikifuatilia kwa karibu mwenendo wa haki na demokrasia nchini Tanzania. Rekodi ya mahakama na haki za kisiasa imekuwa ikitajwa mara kwa mara kama eneo la wasiwasi. Uzoefu wa miaka 30 ya uwakili unaonyesha kwamba bila mageuzi ya kikatiba, Tanzania itaendelea kukabiliana na shinikizo la ndani na nje, huku uaminifu wa wananchi kwa taasisi zao ukiendelea kupungua. Kwamba vyombo vya habari vinajiandaa kuleta mahojiano maalum ya kumbukumbu ya miaka 30 ya utumishi wa Daktari Nshala, na ishara kwamba jamii inahitaji kusikia ushuhuda huu kwa kina. Si kwa ajili ya historia binafsi, bali kwa ajili ya mustakabali wa taifa. Ushuhuda wa mtu aliyeshuhudia haki ikifanya kazi na haki ikivunjwa una thamani kubwa katika kipindi ambacho hofu na ukimya vimekuwa sera zisizoandikwa. Miaka 30 ya uwakili wa Daktari Rugemeleza Nshala ni kioo cha miaka 30 ya mapambano ya utawala wa sheria nchini Tanzania. Ni simulizi la matumaini ya mwanzo, ulegevu wakati na hatari ya sasa. Taifa linalodharau uhuru wa mahakama linajenga msingi wa udhalimu wa kudumu. Taifa linalokubali haki ipindishwe kwa maslahi ya kisiasa linapoteza ulinzi wake wa mwisho dhidi ya matumizi mabaya ya madaraka. Kimya cha jamii, hofu ya wataalamu na kuchelewa kwa mageuzi ya kikatiba vinaweka Tanzania kwenye njia hatarishi. Kumbukumbu ya miaka 30 uwakili si sherehe ya mtu mmoja, ni onyo kwa taifa zima. Na bila kurejesha heshima ya sheria na kuandika upya misingi ya dola, basi kizazi kijacho kitapokea nchi ambayo haki si haki tena, bali ruhusa inayotolewa na mamlaka. Na taifa linalofika hapo huwa haliporomoki ghafla, huanguka taratibu ndani ya ukimya. Ndo hayo tuliokuletea siku ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi kwa kutusupport, subscribe, like na kushare video zetu.